Okay, sawa. Tunajenga tabia alafu kisha tabia zinatujenga. Wanasema kwamba ukishindwa kujituma mwenyewe, basi fahamu ya kwamba utatumwa na wenzako milele. Mtoto mwerevu ni furaha kwa baba yake, lakini mtoto mdokozi ni mzigo kwa mamaye. Wazungu wanasema kwamba we are born equally but not the same. Hii ni Kurasa TV na mimi ni mtangazaji wa taifa. Juzi kati hapa kuliibuka taharuki ya kwamba bondia Hassan Mwakinyo amempiga kijana Musa Ali mwenye umri wa miaka 21 kutokea huko jijini Tanga. Maneno ya hapa na pale yakasemwa kwenye vijiwe mbalimbali, kwenye mitandao ya kijamii na kwenye media industry kutoka hapa nyumbani Tanzania. Sasa Mwakinyo mwenyewe bondia amefunguka mengi sana mara baada ya kuachiliwa alipokuwa ameshikiliwa na jeshi la polisi pale jijini Tanga, ambapo pia taarifa ya jeshi la polisi ilizungumza ukweli wa kumshikilia kwake bondia Hassan Mwakinyo. Mara baada ya siku kadha wa kadha kumshikilia, sasa bondia Hassan Mwakinyo ametoka mbele ya hadhara na amezungumza vingi sana kuhusiana na issue ambavyo ilivyokuwa nyuma yake. Sasa moja kati ya vitu ambavyo amezungumza ni vingi, lakini kubwa zaidi akidai kwamba vitu vyote hivyo vinatengenezwa na baadhi ya watu wenye nia maalum kabisa kwa lengo la kumchafua na kumshusha katika ufalme wake wa masumbwi, ndondi, vitasa ambavyo ameujenga na ameutengeneza kwa muda mrefu, pamoja na maswali mengi ambayo ameyajibu. Bondia Hassan Mwakinyo anasema kwamba yeye anaishi katika jamii ambayo watu wanamwangusha. Yani alitegemea kwamba hao watanga wenzake wangetakiwa wampe support juu ya kile ambacho anakifanya yeye, lakini ni kwamba kwa bahati mbaya anatokea kwenye jamii ambayo wenzake hawafurahii uwepo wa yeye kuwa hapo katika hiyo piki ambayo ameifikia. Bondia Mwakinyo amezungumza mengi, akienda mbali zaidi na kuomba radhi familia ya kijana Musa Ali kutokana na taharuki kubwa ambayo ilitokea na yeye kuhusishwa kumpiga kijana huyo, tukio ambalo Hassan Mwakinyo mwenyewe anasema sio kweli na ni kwamba amezushiwa. Sasa Mwakinyo kajibu maswali magumu na nini, lakini pia kuna mengine ni kama amekuwa akizunguka hivi wakati akiojiwa amekuwa kama akirusha mpira hivi kwa wakili wake, ambapo anasema kwamba hata hivyo ilibidi amuombe wakili wake Tumaini Bakari kutoka mbele ya hadhara kuzungumza haya juu ya yanayomkabili, kwa sababu maneno yamekuwa ni mengi. Taharuki pia imekuwa ikiendelea kuwepo katika jamii huko na nini, ambapo inasemekana kwamba hata majirani zake wamekuwa wakimkataa kutoka katika eneo la Sahare pale jijini Tanga. Yeye Mwakinyo anasema kwamba amemuomba wakili wake Tumaini Bakari kuzungumza juu ya haya yote ambayo yanajitokeza kuhusu yeye. Hata hivyo amepewa mipaka na huyu wakili wake asizungumze yote. Means kuna baadhi ya mambo ambayo ameambiwa ayazungumzi, ayaweke wazi, ayaweke bayana, lakini pia kuna mengine ambayo kaambiwa ayatii katika kapu. Sawa bana. Aidha Mwakinyo yeye anasema kwamba kuhusiana na issue ya ukaribu yeye na majirani zake, akisema kwamba anaishi umbali mrefu sana na majirani zake. Anasema kwamba nyumba moja, yani kutoka nyumba moja kwenda nyumba nyingine kuna umbali mrefu sana, yani ni kama mita 500 hivi. Yani kutoka katika eneo analoishi yeye Mwakinyo mpaka kuja kumkaribia jirani wa kwanza ni umbali wa mita 500. Yani like niunganishe viwanja vitano vya mpira. Ndio unakuja kukutana na jirani wa kwanza wa bondia bingwa wa WBO Hassan Mwakinyo mvinja nazi kwa ugoko. Sasa Mwakinyo anasema kwamba ni kweli alikamatwa na jeshi la polisi kuhusiana na kukamatwa, lakini hajui hata ni kwa nini alikwenda huko polisi, kwa sababu alikuwa shatoa maelekezo kwa jeshi la polisi yeye mwenyewe ili hali ya kwamba walimuita tena, lakini hata polisi wenyewe hawakujua sababu gani wamemuita. Hivyo kuhusu issue ya maadui wake anasema kwamba maadui zake wapo wengi sana. Hivyo yeye anasema kwamba hajui ni wangapi kwa idadi, lakini pia anapata tabu kwa sababu hajui wana nguvu kwa namna gani, lakini pia hajui ni wa aina gani. Kwa hivyo ndio maana anapata tabu ya kuweza kuwakabili, ama anapata tabu nao kwa sababu ni wengi mno, hajui ni wa aina gani, hajui ni wangapi, hajui wana nguvu kiasi gani, lakini pia hajui ni wa aina gani. Bondia Hassan Mwakinyo kafunguka kuhusiana na hayo. Sasa kama ambavyo nimekuambia kwamba amejibu maswali mengi, moja wapo anasema kwamba yeye kuhusiana na
kuwepo polisi huko. Sasa mara baada ya kushikiliwa na jeshi la polisi huko jijini Tanga, anasema kwamba wala hata kupata shida yoyote alivyokuwa kituoni cha polisi. Tunajua kwamba watu wao wakishikiliwa na polisi sometimes kwaga wanakuja wanaongea kwa maana nini pigwa huko, sijui nilinyanyaswa na nini, nilikuwa nakula ugali marage. Lakini hali imekuwa ni tofauti kabisa kwa bondia Hassan Mwakinyo, akisema kwamba hakupata shida yoyote, na kuna mara nyingine alikuwa akipewa muda kabisa hadi wa nusu saa na kadhaa hivi wa kupiga story na maafisa wa polisi pale waliokuwa pale, akidai kwamba kwa sababu wengine pia ni mashabiki zake, kuhusiana na issue ya kuchoma watoto na pasi, tuhuma ambazo zimekuwa zikimwendaendea na nini, yeye anasema kwamba ni mtu tofauti kabisa na wala hajawahi kumgusa mtoto wa mtu yoyote. Lakini pia anaishi mbali sana na majirani zake, akitanabaisha ya kwamba yeye anamjua mama mmoja tu pekee ambaye ni jirani yake pale, ndo ambaye huwa mara kadhaa wakati anatoka anachomoka anaenda kwenye mazoezi yake na nini like, amekuwa akimsalimia huyo mama mmoja peke yake. Na kama ambavyo nimekuambia before, amesema kwamba yeye majirani zake wanaishi umbali mrefu sana na yeye, yani kutoka pale anapoishi yeye mpaka aje akutane na majirani zake kule. Nimekuambia unganisha viwanja kama 5 hivi vya mpira wa miguu, football kabumbu cha ndimu aka mpira wa makara. Sasa kuhusiana na swala la majirani zake huko jijini Tanga kumkataa, yeye anasema kwamba ndo kama hivyo, anaishi mbali sana na majirani zake na ni wachache sana anaofahamiana nao, akisema kwamba hizo ni tuhuma tu na kwamba kuna watu wanataka kuharibu ufalme wake. Hizo tuhuma za kwamba majirani nao wamemkataa so kweli bwana, kwa sababu ndo kama hivyo anasema ana ukaribu, yeye sio mtu wa ukaribu sana na majirani zake hao, kwa sababu sio mtu wa karibu nao, yani like hausiani nao, yani hakutani nao mara kwa mara. Yeye ni mtu wa mishe zake, ni mtu wa mazoezi hivyo, yani kama ana jambo la kufanya amekuwa ni mtu wa kushinda sana ndani na kulala na kupumzika. Bondia Hassan Mwakinyo akitanabaisha hivyo na akisema kwamba yeye ni mtu wa kufunga, ni mtu wa swala na kamwe hata siku moja hapendi sio, hana uonevu, hana tabia za kuonea watu. Anasema kwamba wapo maadui zake ambao anawafahamu, lakini pia anamfahamu mtu mkubwa sana ambaye anamjua yeye. Bondia Hassan Mwakinyo anasema kwamba maadui zake anawafahamu wote, lakini pia katika hao maadui zake yupo mtu mmoja ambaye ni mkubwa sana ambaye anamjua, na akisema kwamba hawezi kumtaja hata siku moja, na hata ikatokea siku moja amemtaja basi aote mizizi mwili mzima. Yani Mwakinyo amemdisclosure like kwamba ikatokea siku amemtaja basi yeye aote mizizi mwili mzima. Mwakinyo anasema kwamba watu wa Tanga wana hila, na siku ikatokea ameuawa kwa bahati mbaya huko, atakuwa ameuawa na watu wa Tanga. Yes, hayo ni baadhi tu ya mambo ambayo bondia Hassan Mwakinyo mvunja nazi kwa ugoko amezungumza kwa mara ya kwanza mara baada ya kutoka kituo cha jeshi la polisi huko jijini Tanga alipokuwa ameshikiliwa kutokana na zile tuhuma zilizokuwa zikimkabili za kumpiga kijana Ali mwenye umri wa miaka 21 ambaye ilikuwa amedaiwa kwamba alifika nyumbani kwa Mwakinyo kwa ajili ya kuchukua nazi. Hivyo yakatokea yale ya kutokea, lakini bondia Hassan Mwakinyo amekana tuhuma hizo, akisema kwamba ni baadhi tu ya watu hapo katika harakati za kumchafua na kumshusha katika ufalme wake wa masumbwe ambao ameutengeneza kwa muda mrefu. Hii ni Kurasa TV Online na mimi ni mtangazaji wa Taifa. Endelea kuwa karibu nasi, tufuatilie katika mitandao yote ya kijamii.